Habari za mchana, naitwa Shabani Nsato Marijani. Ni moja kati ya mawakili ambao tunawakilisha waleta maombi kwenye hili shauri. Nadhani mnawafahamu wote. Leo tulikuja kwa ajili ya kusikiliza lile shauri la contempt, kudharau amri ya mahakama. Lakini ilikuwa mipango leo kuja kusikilizwa kwa sababu tulikuwa tumeshapewa amri ya kufanya service kwa baadhi ya wajibu maombi. Lakini kilichotokea leo asubuhi wakati tunafika, tukawa served document tatu tofauti. Tulikuwa served mapingamizi ya awali, tulikuwa served viapo kinzani vya baadhi ya wajibu maombi, na tukawa served pia notice of motion kwamba wameomba kukata rufaa kwenda mahakama ya rufaa ili kuchallenge baadhi ya proceedings zilizofanyika tarehe 15 mwezi wa 10 naamini. Baada tulipofika mahakamani ikagundulika kwamba pamoja na kwamba wameleta ile notice of motion, lakini hawajai-upload kwenye mfumo wa mahakama. Kwa hiyo kifupi ni kwamba kwa taratibu za mahakama hiyo haipo mbele ya mahakama bado. Baada ya hapo kwa sisi tukaomba mahakama, kwa sababu tulimpa maelekezo afisa wa mahakama ambaye anafanya shughuli ya kusambaza summons, awapatie summons wajibu maombi namba 134567. Mwisho 7, yes. Kwa hiyo tukaeleza maombi hayo kwamba kutokana na tunahitaji Kiswahili urgency, uharaka wa hili shauri, kwamba mheshimiwa kwamba mahakama itoe amri tuweze kutoa summons kwa njia ya kutangaza kwenye gazeti. Upande wa pili pia wakapinga hiyo, wakasema kwamba kuna taratibu nyingine ambazo inabidi zifuatwe za kutoa summons kabla hujafika level ya kutoa publication. Lakini sisi tukaeleza kwamba kutokana na mazingira ya swala hili, ikiwa moja kwamba tumeleta kwa hati ya dharura, hati ya dharura, yes. Lakini pia kama mnavyoona hivi swala linatambulika kwenye jamii ilipo, na pia kutokana na kiapo cha process server kinajieleza kwamba kuna baadhi ya wajibu maombi mkuu aidha wakikwepa au kijaribu kuchelewesha kupokea summons, pamoja na kwamba wanaelewa shauri lipo. Kwa hiyo tumepewa amri ya kutoa summons kwa matangazo kwenye gazeti ambalo litasambaa nchini hivi karibuni, na shauri limepangwa kuja Ijumaa ambayo itakuwa tarehe 24 kama sikosei. Yes, kwa ajili ya kusikiliza mapingamizi ya awali ambayo yapo na kesi ya msingi kama endapo mapingamizi ya awali yatashindwa kuondoa shauri lenyewe. Ndio hayo yaliyojiri. Kwa hiyo mnadhani sasa mmeambiwa mtangaze taarifa kwenye gazeti, maana yake tafsiri yake mna siku ya kesho tu kunini? Kuna hoja hapo, mnadhani kwamba taarifa inaweza ikafikia wahusika ndani ya siku moja? Maana mtangaze kwenye gazeti kesho na kishukutwa watu wapie mahakamani. Kuanzia hapo wakili, miongoni mwa wajibu maombi ni kama mazingira leo yametokea ambayo yanaweza yakapinga kupata taarifa ya gazeti kwa haraka. Sasa purpose ya ile substitute service au kutangaza kwa njia ya gazeti ni kwamba inafikisha habari kwa jamii in general. Kwa hiyo sio tu sasa mpaka apatikane mhusika, hata wewe ndugu yangu unaweza kumpigia simu kaambia bwana mheshimiwa, kuna jambo linakuhusu hapa na unahitajika sehemu fulani muda fulani ulete majibu yako. Kwa hiyo nadhani kutokana na kwamba uliulize wewe ni kwamba muda mfupi mpaka tunaongea hivi sasa, baadhi ya wenzetu wapo wanafuatilia hiyo summons waipate, na watakapoipata tutajaribu kadri iwezekanavyo kuhakikisha kwamba leo itoke, ikishindikana leo kesho asubuhi ifike, na Ijumaa ili tufike hapa kwa ajili ya yatakayofuata. Asante. Kama haijakuulizeni pengine yenyewe kwa minsi zake ina ufahamu. Binafsi ningependa kufahamu ni hatua zipi ambazo hiyo msambaza nyaraka wa mahakama amezichukua thibitisha kwamba sasa kwa hatua hizi zote hawa jamaa wana mwelekeo wa kukwepa. Kwa hiyo sasa twende kwenye hii njia mbadala. Sasa ni ipi hatua gani zimefanyika kuonyesha kwamba kweli hawa wana nia kukwepa? Unfortunately sina hapa karibu, lakini process server ameapa kiapo, ameeleza kwamba kuna baadhi ya wajibu maombi ambao namba zao simu alikuwa nazo, aliwapigia wakapokea, lakini alipojitambulisha na kazi anayotaka kuifanya wakaacha kumpa ushirikiano. Lakini pia ameeleza kuna maeneo ambayo ameenda ikiwemo ofisi za chama, na kuna baadhi ya watu ambao wameona ambao wanaamini walikuwa na taarifa au angeweza kumpatia taarifa ili kumwezesha yeye kuwapata wahusika, lakini hakupata ushirikiano. Na njia nyingine ambazo amezieleza yeye kwenye kiapo kile. Okay. Nashukuru sana. Asanteni sana.